Habari za wakati huu mfuatiliaji wa Finu Media. Karibu kwenye My Profile ambayo inapatikana hapa Finu Media, mahali pekee ambapo tunapata nafasi ya kupiga story na kuongea na watu mbalimbali kutoka katika jamii zetu. Na leo tumepata nafasi ya kutembelewa na wafamasia kutoka Chuo Kikuu. Langu jina ni Editor Chiwaligo. Karibu sana. Asante sana. Nafurahi sana kuungana nanyi. Asante kwa mwaliko wenu. Tupo hapa kwa ajili ya kuelimisha jamii kuhusu magonjwa mbalimbali yanayoathiri jamii yetu ya Katavi, hasa magonjwa yanayosababishwa na maji machafu au chakula kichafu. Na leo tumejiandaa kwa ajili ya kuelezea ugonjwa unaoitwa typhoid au homa ya matumbo. Ugonjwa huu husababishwa na bakteria anayeitwa Salmonella typhi na huenea kwa kula chakula kichafu au maji machafu yaliyoguswa na kinyesi cha mtu aliyeathirika na huo ugonjwa wa homa ya matumbo. Lakini pia ugonjwa huu mtu anaweza kuupata anapotumia choo bila kunawa vizuri mikono yake, anaweza kupata ugonjwa huu. Lakini pia anaweza kusambaza kwa watu wengine. Sawa, kama tulivyoweza kumsikia mfamasia ameweza kujitambulisha na lengo na madhumuni na kufika hapa kwa ajili ya kutuelimisha mambo mengi ambayo wewe mtazamaji na msikilizaji ambao unafuatilia sasa hivi, ningeomba tu utege sikio na uweze kupata mengi na elimu kubwa kupitia wafamasia hapa. Lakini pembeni yangu pia hapa ninaye mfamasia mwingine ambaye kwa nafasi yake atajitambulisha na lengo la madhumuni yeye kufika hapa Finu Media. Asante mtangazaji wa Finu Media Online Television. Kwa majina naitwa Zwenya Morris Baulugo, ni famasia kutoka Chuo cha Afya na Sayansi Ikishi Mpanda. Nashukuru sana kwa kuweza kutukaribisha kwa niaba ya kutoa elimu kwa niaba ya kuelimisha jamii kutokana na ugonjwa mbalimbali ambao tutakuja kutoa elimu hivi karibuni. Asante. Sawa, tukienda moja kwa moja, wewe ni mfamasia, lakini pia unawezaje kuelezea kazi yako kwenye uzoefu huu wa ufamasia? Okay, kazi yetu ya ufamasia kwanza ni kutibu jamii, lakini pia ni kutoa elimu kwa jamii kutokana na matatizo tofauti ambayo inakumba jamii. Kwa lengo kubwa tunatoa elimu, lakini pia tunaelimisha jamii na kutibu magonjwa tofauti kwa niaba ya jamii baki salama. Sawa, umesema mfamasia kazi yenu nyinyi ni kutoa huduma kwa jamii, lakini pia kutoa elimu kwa jamii jinsi ya kutunza afya zao. Dio. Lakini pia wewe kama mfamasia ambavyo asilimia kubwa katika jamii zetu sisi tunavyofahamu ni mtu ambaye anatoa dawa. Ama niko kinyume kidogo na nyinyi? Kwa jamii ambavyo inavyohisi nahisi kama mfamasia ni mtu wa dawa, lakini inakuwa ni kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu sisi tunasoma vitu vingi ambavyo vinakuwa vinahusiana na mambo mengi. Moja ya kazi yetu pia ni kutoa dawa, lakini pia kazi nyingine tunasaidia kutoa elimu namna gani mgonjwa anaweza kutumia dawa katika matumizi ambayo ni sahihi, kwa sababu tunakaa muda mwingi darasani, hatuwezi kukaa muda mwingi darasani kwa niaba ya kutoa dawa tu. Kwa hiyo tunafundishwa vitu vingi namna gani mgonjwa anaweza kutumia dawa ambazo ni sahihi, lakini pia na namna management ya baadhi ya magonjwa. Sawa, tukirudi hapo kwenye utoaji wa dawa, kuna utofauti gani kati ya mfamasia ambaye yuko katika jamii zetu, nikimaanisha kwenye maduka ya dawa, na mfamasia ambaye yuko hospitalini? Kuna utofauti gani wa kazi zao hapa? Okay, kwa mfamasia ana uwanja mpana sana wa kujiajiri, kwa sababu ni kozi ambayo ni ya kibiashara. Tukizungumzia mfamasia ambao yupo hospitali na ambao yupo kwenye maduka ya dawa, moja ya sheria, kwa sababu sisi tunafanya kazi kutokana na sheria. Tunafanya kazi kuna sheria. Sasa sheria ambayo tunafanya kazi ni WHO, shirika la afya duniani. Kwa mfamasia ambao yuko hospitali anakuwa ipo kwenye huduma za afya, ambao pale kazi yake maana yake mgonjwa anaenda kwa daktari. Kwa mgonjwa akishaenda kwa daktari ataandikiwa dawa. Kwa akishaandikiwa dawa atakuja kwenye dirisha la dawa. Akija kwenye dirisha la dawa, kazi ya mfamasia ni kuchunguza, je, kiwango cha dozi au dawa ambayo mgonjwa ameandikiwa kutokana na shida alionao, je, ni sahihi?
kama dawa sio sahihi, basi mfamasia anatakiwa rudi kwa daktari ili washare namna gani wanaweza wakafanya kubadilisha dawa ili matibabu yawe sahihi. Sawa mtangazaji? Kwa mfamasia ndio mtu wa mwisho ambaye mgonjwa anapita kwake. Sasa kama ni mtu wa mwisho, anatakiwa hakikisha kila kitu kipo sawa. Lakini kwa famasia ambaye ipo maybe kwenye maduka ya dawa, wanaruhusiwa kwa sababu ndo kama nilivyokuambia tuna uwanja mpana sana wa kufanya kazi tofauti. Kwa kwenye maduka ya dawa anaruhusiwa, lakini sheria ambayo anatakiwa izingatie, tunatakiwa tutoe dawa kutokana na cheti ambacho kimetoka kwa nani? Kwa daktari. Maana yake daktari akisha prescribe dawa ndio tunaruhusiwa kutoa dawa. Sawa, mimi nikirudi kwako kama mfamasia. Je, unahakikisha vipi kwamba mgonjwa anafahamu na anaelewa matumizi sahihi ya dawa na athari gani zinakuja baada yeye kwenda kinyume na matumizi sahihi ya dawa? Asante sana kwa swali zuri. Kwanza mimi kama mfamasia ninayo nafasi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba mgonjwa au jamii kwa ujumla inaelewa matumizi sahihi ya dawa. Kwanza kwa kutoa elimu juu ya magonjwa mbalimbali, kwa maana ya kwamba kuelezea kama tunavyoelezea hapa kwamba huu ugonjwa unasababishwa hivi, lakini pia dalili zake ni hizi. Lakini hiyo haitoshi tu kumuokoa mgonjwa katika athari ya kutumia dawa bila kupata ufanisi. Akishajua dalili na shauri akachukue vipimo. Akishachukua vipimo ajue ugonjwa gani hasa unaomsumbua, kwa sababu dalili za magonjwa huwa zinafanana. Kwa kuziangalia hivi anaweza kudhani ana typhoid, kumbe ana malaria. Kwa hiyo mimi kama mfamasia kwa nafasi yangu na shauri akapate vipimo, ili akishapata vipimo madaktari wamwandikie dawa specific za ugonjwa wake. Akishapata dawa, akishapata matokeo ya kutoka maabara, daktari atamwandikia dawa, atakuja kwangu mimi mfamasia. Kazi yangu mimi ni kuhakikisha kwamba kwanza ni kucheki kwamba dawa alizoziandika daktari zinaendana na huyo mgonjwa, kwa sababu kuna muda pengine labda daktari kajisahau kaandika dozi kubwa kulingana na labda umri wa mgonjwa au uzito wake, kwa sababu dawa huwa zinatolewa kwa nani tofauti. Kuna zingine zinazingatia uzito, kuna zingine pia zinazingatia umri. Kwa mimi kama mfamasia ninalihakikisha hilo kwamba hizi dawa kweli amepewa mgonjwa kwa dozi hii atakaa sawa. Lakini vile vile nitamshauri kwamba hizi dawa unapaswa kuzitumia ukila vyakula hivi, usile vyakula hivi. Kwa mfano kuna dawa ambazo zinahitaji ale vyakula vya mafuta kama vile maziwa, nyama na vitu vingine. Lakini kuna vyakula ambavyo vinakataa baadhi hata ya vinywaji. Tumekuwa nadhani sisi hapa wote tunaweza tukawa mashuhuda. Tunaenda kwenye maduka ya dawa, tunachukua dawa, unaambiwa kwamba hii dawa usinywe maziwa, hii dawa usifanye hivi, kwa sababu sisi wafamasia tumefundishwa kwamba dawa inapofika mwilini, mwili unafanya nini kwa dawa. Lakini mwili ukishafanya kazi yake kwenye dawa, dawa inafanya nini kwenye mwili? Unaona, dawa inaenda kufanya nini kwenye mwili. Sasa unapomeza dawa alafu ukameza labda na maziwa yana content zake. Kwa hiyo unakuta dawa hiyo inaenda kutengeneza kitu tofauti kabisa ambacho hatutegemei sisi. Kwa hiyo na ndio maana sasa tumefundishwa hizi elimu, mahusiano ya dawa na vitu mbalimbali, vyakula, vinywaji na nini. Kwa hiyo sisi tunahakikisha hilo kwamba tunamuokoa mgonjwa kwa kumpa elimu sahihi ya dawa.